Kwa ya treasure ni tenzi za rohoni, wimbo namba 30, na tutasifu kwa pamoja. Unajua ya kwamba tunaujua, na nikiamini ya kwamba Mungu wetu atatubariki. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu yako, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi uonye upendo, umeoshwa kwa damu yako, kwa mwana daima mkombozi, na kuoshwa na damu ya kondoo yako, kwa msulubi wa makazi, umeoshwa na damu yako, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, iwe safi uonye upendo, umeoshwa kwa damu yako, atakapokuja bwana harusi, uwe safi kwa damu ya kondoo, yavae kwenda mbinguni mavazi, yavuliwe kwa damu yako, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, iwe safi uonye upendo, umeoshwa kwa damu yako, yatupwe yaliyo na takataka, na uoshwe kwa damu ya kondoo, uoni kijito chatiririka, na uoshwe kwa damu yako, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, iwe safi uonye upendo, umeoshwa kwa damu yako, atakapokuja bwana harusi, uwe safi kwa damu ya kondoo, yavae kwenda mbinguni mavazi, yavuliwe kwa damu yako, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, iwe safi uonye upendo, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Bwana wetu atukuzwe sana. Nashukuru Bwana sana siku ya leo kwa sababu ya kutupa nafasi ili tuweze kuunganika hapa na ili tuweze kulisikiza neno la Bwana. Bwana atukuzwe. Lakini kama vile tunasema leo hii tunashuhudia ama tuko na kitu ambacho hakituwezi kutoka kwa mawazo yetu, na mimi nataka kusema kama dada yetu Rebeka ya kwamba singependa kuamini ama kukubaliana pengine mtu wako nyumbani akiangalia mazishi, lakini inawezekana. Bwana atukuzwe sana. Huyo jamaa ama huyo kiongozi ambaye amekuwa kazi yake kubwa imekuwa kupigania Wanakenya wapate haki zao kulingana na yeye. Bwana atukuzwe sana. Na ni kweli amejaribu kulingana na uwezo wake. Mara nyingi alienda zaidi ya vile watu wangefikiria, akasimama misimamo ya vile watu wangefikiria, ili aweze kuona taifa liko pamoja. Bwana wetu atukuzwe.
Na kwa hiyo tunashukuru, lakini pia ombi langu ni ya kwamba tutapata watu wapi watakaosimamia kile ambacho wanachokiamini, na wakisimamia kwamba hata wakati mwingine unaenda kinyume na marafiki zako ukitafuta kile ambacho unaamini unapigania. Bwana wetu atukuzwe sana. Si Bwana tupo wa Kristo kama hao. Mtu anaweza sema ya kwamba aimetadai, lakini kile ambacho napigania dunia ijue na ielewe ya kwamba hiki ndicho ambacho napigania. Bwana wetu na atukuzwe sana. Na nilipokuwa nikiwaza na kufikiria, nikasema kwa majuma haya manne tunaweza kuongea makusudi ya kanisa, na ili Mkristo awe Mkristo kamili, kuna jambo moja ambalo ni la maana sana katika maisha ya Mkristo, na wakati hilo jambo limefanywa vizuri, huwa linaleta uponyaji wa maisha yetu. Bwana tukuzwe sana. Linaleta uponyaji wa ndoa zetu, linaleta uponyaji wa kila sehemu ya maisha yetu, kwa sababu shujaa wetu wa imani ambaye anaitwa Kristo Yesu, kuna masharti fulani aliyoyaweka, na akasema ya kwamba kwa wale watakuwa wakifuata masharti haya na kuyatilia mkazo, wakati wowote wamesimama hapo, kuna uwezo wa kipekee ambao utakuwa ukionekana katika maisha yao. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo inanasi nataka kusema kuna mambo kadhaa ambayo lazima yawe ili kanisa liitwe kanisa. Kuna mambo ambayo lazima hilo kanisa liwe nayo, na in this case, wakati mwingine tutakuwa tukiongea, utasikia kama tunaongea kanisa kijumla, lakini ningetaka wewe kibinafsi uchukue, tukizingatia maneno ambayo Yesu alimwambia Petero ya kwamba nitalijenga, ewe Petero, wewe utaitwa jiwe, na ndani yako nitalijenga kanisa ambalo hata the gates of Hades haitalishinda. Bwana tukuzwe sana. Iko shia kwa kwamba kitikali toria Bwana nigitora bosho. So nataka ichukue iwe ibidi juo. Mambo matatu ambayo lazima yawe, na kwa haya matatu leo hii nataka tutaongea moja. Na hii moja wakati mwingine tumeongea kwa haraka na wakati mwingine ikakosa maana, lakini leo hii nataka tuiende polepole na kwa majuma kama matatu, Bwana akitusaidia, ili wakati wa kumalizia kila mmoja wetu nitaomba hayo mambo magumu sana na mazito sana, na hayo mambo ambayo yamekulemea, tunapoongea ujumbe huu uyaweke kwa laini. Kama Kristo aliweza kuyashinda wakati huo, hata leo itawezekana katika jina la Yesu. Na hakuna jambo ambalo Kristo hawezi kulifanya tukipitia katika zile hatua ambayo amesema. Jambo la kwanza, kanisa huitwa kanisa kwa sababu kuna watu ambao wamemwamini Yesu, wamekiri dhambi zao na wameamua kutembea katika njia za haki. Bwana wetu atukuzwe sana. That is the process ya mtu ambaye kusema mimi ni Mkristo. Hawezi kutoka tu hivyo alafu uweze kuambia watu mimi nimeokoka. Hapana, lazima kuna hatua, na hatua ya kwanza ni kuelewa ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Baada ya hiyo umesikiza ujumbe wa Injili na unapokea Injili hiyo Injili inaponya huo ugonjwa unaitwa dhambi. Bwana wetu atukuzwe sana. Na hapo process ya wokovu inaanza hapo. Jambo la pili ambalo lazima liwepo ni ya kwamba Mkristo baada ya kuokoka ni lazima Mkristo awe amebatizwa. And in this case, ubatizo tuliongea wakati ule mwingine, sitaki kurudia, lakini maana kamili ya ubatizo inamaanisha ni kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Bwana wetu tukuzwe sana. Na kwa hivyo ubatizo unaashiria kwamba huyu mtu ambaye amebadilisha nia zake
lazima tabia zake za zamani ziendelee zikimuondokea akipata upya wa maisha. Na hivyo wakati anabatizwa, huyo mtu kuingia kwa maji na kutokea, inamaanisha ya kwamba huyu mtu amekubali kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo kusema tabia za zamani ni vigumu sana zipatikane katika maisha hayo, kwa sababu tu ambaye amekufa tayari amekufa. Bwana atukuzwe sana. Na ndio kwa wewe muno itaweza kuwa ni vibaya sana mtu ambaye amekufa alafu kesho ukuti akiongea. Bwana wetu atukuzwe. Unaweza sema namna gani? Na Mungu ni radio kinajia kuangalia tu. Ubidi yake mrudio. Mnafikiria wewe ndio kiroho baba? Ndio maana kwa sababu dikole na mbona basi ile ile kile gani? Na maji kwa na ndio baada yake. Bwana atukuzwe sana. So, niko na swali. Ni kwa nini katika maisha yetu ya Ukristo, na hata mimi ni Mkristo niko ndani, na wakati mwingi mimi nikiongea napendaga ya kwamba siko nje, hata mimi niko ndani. Si mimi ni mmoja mwenye aliamini imani hii ya Kristo, na ni mimi mmoja ambaye amebatizwa, ikimaanisha ya kwamba nimekufa na kufufuka pamoja na Kristo. Sasa swali langu ambao nataka ujiulize na niendelee kujiuliza, je, ni kwa nini tena tunaona yule mtu wa zamani kama ndiye anaishi sana kuliko huyu mtu mpya? Bwana atukuzwe sana. Unakuta mtu mwenye alikufa lakini ukimkanyaga anasikiaga. Bwana atukuzwe sana. Na anabehave kama yule wa zamani. Baadaye anakumbuka alikufa wakati ametenda jambo. Bwana wetu atukuzwe. Hiyo inatuambia kuna kazi kubwa sana, na kila wakati tunahitajika kwenda msalabani, ili kwa msalaba tunaua hayo mambo ya zamani, ili tuwe kanisa ambalo limetarajiwa mbinguni. Bwana wetu atukuzwe sana. Sitaki kuongea hiyo tuliongea sana leo na majuma haya kadhaa. Ningetaka tuongee habari ya meza ya Bwana, ilitoka wapi na ni kwa nini na ina nguvu gani katika maisha ya muumini. Bwana atukuzwe sana. Watu wengi wakati tuliongea habari ya meza ya Bwana, unakuta ni kitu ambacho watu husema watangaziwe mbele. Halafu unakuta mwingine wakati hata meza ya Bwana inaendelea, unakuta mtu mwingine anasema ya kwamba mimi sitashiriki. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwangu ikaniambia pengine ni kutoelewa na ni kutojua ni kwa nini. Na siku ya leo ujumbe huu ningependa pia uwe kama ni mafundisho. Kwa hivyo tutaulizana maswali. Na wakati mwingine wakati tunaulizana maswali usione kama ni mbaya. Ni kwa sababu ombi langu ni ya kwamba ningetaka tuelewe vizuri, ili unapokataa kushiriki useme uwe na uhakika nimekataa kushiriki kwa sababu jambo fulani. Unaposhiriki pia uelewe. Na pia wale ambao ushiriki ibada hii ya meza ya Bwana, tumeona watu wengi wameponywa ugonjwa wa mioyo. Bwana atukuzwe sana. Wengine wakaponywa ugonjwa wa mili, na pia wengine wakapokea neema ya kipekee, kwa sababu kusudi la meza ya Bwana tutakuja kuona na vile ilikuja na mwanzilishi wake ni nani, na pia tutakuja kuilinganisha na Agano la Kale ili tuweze kuielewa kabisa inamaanisha nini. Bwana wetu atukuzwe sana. Ikiwemo kwa atiligiani, si ndio? Wazungu wanasema Lord's Table, wengine wanasema Holy Communion. Bwana atukuzwe sana. Na hiyo sasa jina ya Holy tunaweka Communion. Bwana atukuzwe sana. Hiyo inasema ya kwamba we are coming together. Tunakuja pamoja. Bwana atukuzwe sana. Na tukidefine kidogo yaani kugate yaani. Yaani. Pia ni kiangalia. Yaani kugate ni kwa yaani. What does it mean? Muda ikwira. Mugiana yaani na muda wa kwira.
Ni mwagia na kile wala tukuzwe sana. Yeye kuga atiri ni mwagia na kile kona kile kwa kuonana. Wakati mwingine kile kwa kusema unaenda mahali. So ni lazima muwe pamoja, muagree ya kwamba kuna kitu mtakuwa ama mtafanya pamoja on that particular date. Bwana wetu atukuzwe sana. Kiuli kiongea? Na katika wakati tutakuwa tukiongea maneno haya, nataka katika perspective yako sasa ujue ya kwamba una ahadi na Kristo. Bwana atukuzwe sana. Kuna mambo mko nayo na Kristo. Wao wanasema Holy Communion ni kusema ya kwamba kuna jambo la utakatifu lakini tunashirikiana. Bwana atukuzwe sana. Meza ya Bwana ni kusema ya kwamba kuna jambo la kiutakatifu lakini linashirikiana. Katika ushirika huu ni mambo ambayo mmesikizana, mmeambiana. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo ni vizuri sana tutakapokuwa tukiangalia maneno hayo ili tuangalie ni kwa nini. Na tutasoma maandiko mengi lakini leo kwa sababu ni utangulizi, tungetaka tusome katika kitabu cha Luka. Baba Kamau utatusomea Luka 22. Tutasoma mstari wa 19 hadi mstari wa 20, sio mistari mingi. Alafu utatusomea Mathayo 26 verses 26 hadi mstari wa 29. Tuanze na Luka. Tusome Luka 22 mstari 19 na 20. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akasema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Mathayo 26 to 29 inasema kitu kama sawa, lakini wacha tusome. Mathayo 26 mstari 26. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki. Bwana wetu atukuzwe sana. Nataka tuangalie maneno hayo ya Bwana Yesu. Na leo ikiwa ni msingi wa neno hili, kitu ambacho ningetaka kwanza tuangalie na tujiulize, wakati wa Kristo wana umega mkate, ama wakati wa Kristo wanakuja pamoja kushiriki meza ya Bwana, kitu cha kwanza ni kusema ya kwamba ni watu ambao wako na imani moja, ni watu ambao wamekubaliana mafundisho ya Kristo Yesu. Na Yesu alipokuwa akisema maneno hayo katika mstari wa 26, ningependa tusome na lugha ya Kikuyu. Inasema, na rĩrĩ o hĩndĩ ĩyo Jesu akĩoya mũgate, akiũrathima, agĩcoka akĩmera, akĩwenyũra, akiunengera arutwo ake, akĩmera atĩrĩ, kĩai mũrĩe, ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa. Agĩcoka akĩoya gĩkombe, na arĩkia gũcokeria Ngai ngatho, akĩmanengera, akiuga atĩrĩ, nyuanĩrai inyuothe, ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro, ĩrĩa ĩgũitwo tondũ wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa kuohanĩrwo kwa mehia. That is verse 28. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo ibada ya meza ya Bwana tutakapokuwa tukishiriki,
tunaishiriki tukielewa na kujua ya kwamba hii ndiyo njia ya kipekee ambayo Kristo alituonyesha ya kuleta wokovu katika maisha ya muumini. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo hakuna dhabihu nyingine. Na maneno haya Yesu wakati alikuwa akiyanena, alikuwa anayanena hata kabla ya kifo chake, na alikuwa anawaelekeza ya kwamba hivi karibuni huu mwili wangu utaharibiwa kwa sababu ya ukombozi wa maisha yetu. Bwana wetu atukuzwe sana. Damu hii ama kikombe hicho ambao walikuwa wanashiriki those days, walikuwa wanatumia divai, na akawaambia hii divai pia mnapoikunywa mwelewe ya kwamba hii ina symbolize hivi karibuni ninakuja nichinjwe, na damu hiyo ambayo itamwagika ndiyo itakuwa agano katikati yangu na nyinyi. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo katika meza ya Bwana pia ama katika ibada hii nitakuja tuangalie ni maagano yapi ambayo Kristo aliagana na watu wake, ili kwamba Jumapili tulihubiriwa na ndugu yetu Karuga na akatuambia mtajua ukweli na ukweli utawaweka huru. Bwana wetu atukuzwe sana. Leo kanisa linatembea kwa shida na masumbufu mengi, ili hali kuna ahadi katika maandiko, na mwenye kuahidi ni mtakatifu na ni wa haki, na yale mambo ambayo ameahidi kuna njia na taratibu ya kuyapokea. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kile kitu ambacho shetani amezuia sana kanisa lisijue na lisielewe ni agano ama ni ahadi ambazo Kristo ameahidi, ametuahidi sisi. Na kwa hivyo uwezo wote tuko nao, nguvu zote tuko nazo, lakini hatuzijui na hatuzielewi. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa sababu wokovu sio kuokoka tu. Wokovu pia, baada ya kuokoka kuna mambo ambayo yameahidiwa Wakristo. Baada ya kuokoka kuna mambo ambayo hawatakiwi kuyapitia. Bwana wetu atukuzwe. Na pia wana uwezo, wanapopitia na waelewe, wana uwezo wa kusema haya tumekataa, na inafanyika na mambo inakuwa shwari katika jina la Yesu. Bwana wetu atukuzwe sana. Na jambo moja ambalo tunaona ni ya kwamba ili Kristo, wewe wito Kristo, wokovu huu sio wa bure vile watu wanasemaga. Bwana atukuzwe sana. Unajua watu wanachukulia wokovu ni wa bure mpaka sasa, wakati mtu ameokoka na hata akitaka kutembea kwa dhambi anasema wokovu ni wa bure. Jamani, kuna gharama ambayo kuna mtu fulani alienda gharama ili wewe uwe Kristo. Na kwa hiyo inatuambia nini? Tukijua gharama ya wokovu, wakati huo tutawacha kuchezea wokovu. Bwana wetu atukuzwe sana. Hata kama pengine utajikuta kwa dhambi, lakini hautakusudia kuingia kwa dhambi ukiangalia gharama kubwa ambayo Kristo alienda pale msalabani. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo siku ya leo, kile kitu ambacho tunasema wakati tunaongea habari ya meza ya Bwana, tunakumbuka na tuna observe ni nini hiyo ilifanyika pale msalabani, na tukiwa na ukumbusho mkubwa, nguvu ambazo zilitumika na kazi kubwa ambayo Kristo alifanya ili wewe uweze kupatikana. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo tutafanya hivyo tukielewa kuna dhabihu ya gharama kubwa kuliko kitu kingine chochote kile duniani ambayo ilifanyika ili mimi na wewe tuweze kuitwa wa Kristo. Na kama tuna maagano, kile ambacho kinafanya maagano haya yadhararishwe sio kwa sababu wewe ni wa Kenya Assemblies of God. Bwana wetu atukuzwe sana. Sio kwa sababu wewe unatoa fungu zako za 10 na sio vibaya kutoa. Sio kwa sababu wewe unatoa sadaka. Sio kwa sababu wewe unakujaga kanisani. Kile cha muhimu, na ni lazima kila
je, mimi nina mapatano na Kristo kupitia damu yake? Bwana wetu atukuzwe sana. Because by that alone, hiyo peke yake ndio inakupatia nguvu ya kwamba hata mbinguni jina lako linajulikana. Bwana atukuzwe sana. Hiyo ndio inatupatia uhalisi ya kwamba sisi tu wana wa Mungu. Kwa sababu hiyo damu yake Kristo Yesu ndio inatupatia mamlaka ya kwamba tunapoongea kupitia jina la Yesu tumepatiwa mamlaka, kwa sababu mstari wa 28 ndio unatuambia ya kwamba hii ndiyo damu itakayomwagwa, damu ya agano. Bwana wetu atukuzwe sana. And by that we are in agreement ya kwamba Yesu ni ndugu yetu. Tuna agreement ya kwamba lolote tutakayoita kupitia jina la Yesu, Mungu Baba atalitimiza. Bwana wetu atukuzwe sana. Hatuwezi kusahau na mambo tulisoma hapo mbeleni, hapo nyuma katika kitabu cha Ibrania, ya kwamba wakati huo wa zamani watu walitoa kondoo, wakatoa mbuzi ili ushirika wao na Mungu uweze kuanza. Lakini maandiko inasema katika kitabu cha Ibrania, Yesu Kristo alipokuja hapa duniani alichukua damu yake. Alipochukua damu yake akaenda mbinguni, akaingia hekalu ambalo ndio hekalu tunasema ndio uhalisi wa hekalu, kwa sababu Moses alikuwa ameambiwa atengeneze hekalu kulingana na map ambayo ilikuwa mbinguni. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hivyo Moses hata wakati alikuwa anatoa sadaka, kitu cha kwanza alitengeneza na mapu yake ilitoka mbinguni. Hivyo Kristo alipokuja hapa alichukua damu yake yeye mwenyewe, sio damu za kondoo na mbuzi. Na hapo zikaanza kumalizwa nguvu, damu za kondoo na mbuzi zikamalizwa nguvu, kwa sababu Yesu alichukua damu yake akaenda naye katika hekalu iko mbinguni, na akamwambia Baba yake, hii kazi ya ukombozi nimeimalizia, na yeyote yule atakayekuja ataja damu hii na akubalia na masharti ya damu hii, chochote atakachohitaji huyo na atimiziwe. Bwana wetu atukuzwe sana. Na hii ikatupatia nguvu ya kwamba every one of us, kila mmoja wetu hapa hawezi kusema ya kwamba hawezi kombolewa. Bwana wetu atukuzwe. Hawezi kusema ya kwamba ndoa yake haiwezi kombolewa. Hiyo damu tutakapokuwa tukiangalia mambo kadhaa na mambo fulani ambayo ilitekeleza, iliondoa hata laana za kijamii. Bwana wetu atukuzwe. Na kwa hivyo mtu ambaye ameokoka, hizo laana za kijamii kama ako nazo, sio kwa sababu hawezi kujiondoa, lakini kwa sababu ya kutojua ama kwa uhalisia wake mwenyewe angependa akae in those bondage. Bwana wetu atukuzwe sana. And that is the beauty ya ibada ya meza ya Bwana. Na because nikasema mimi nataka upange mambo yote, kama utakubaliana na yale maandiko ikasema, nataka upange mambo yote, hata magonjwa na shida, hata vita za kijamii, hata nini, hata ndoa yako, nataka uzipange kwa laini, kwa sababu tutakapokuwa tukimalizia tutakuja kuamini kila maandiko inasema, na utakuja kukitangaza, na pale atakuwa na imani kama Kristo alitenda, atatenda tena katika ibada hii na katika madhabahu haya katika jina la Yesu. Bwana wetu atukuzwe sana. Because tunatakiwa tufike mahali ambapo injili hii tutaikubali na tuikabali mioyo yetu, na tuweze kutangaza kama Kristo damu yako na sadaka hii ya kipekee ilileta wokovu, tuliokolewa. Bwana wetu atukuzwe sana. Kama ibada hii kwa kuamini maagano haya tulipoingia tukasikia kwamba tunatakiwa kubatizwa, na pia tukafuata injili hii tukaingia kwa maji na tukabatizwa, na tukakubaliana ya kwamba tumekufa na tumefufuka, na kila mara tunapambana na dhambi. Bwana wetu atukuzwe. Si maandiko tulisoma jamani? Sasa hata hiyo uponyaji, hata hizo nguvu za Bwana, hata hiyo neema ya wokovu, nataka kutangaza kwa jina la Yesu, kwa imani inawezekana
sana. Na mimi nataka kuongea hata na wale watu ambao jameni umekaa kwa wokovu na unashindwa kukaa kwa wokovu. Bwana tukuzwe. This is the right moment. Hii ndio wakati wa kipekee ambayo ukiamini neno hili la Kristo unaweza kukombolewa. Bwana wetu atukuzwe. Mwingine ameshikwa na roho ya udini. Utakuta mtu ni wa Kenya Assemblies of God, Canaan. Mambo yote yanafanya, rekodi zake ziko sawa. Lakini jameni, ukienda ukimwangalia in the perspective ya neno la Mungu, perspective ya Injili, Bwana wetu atukuzwe sana. Hapo mbali sana. Tunataka tuwe na kanisa ambalo kile ambacho tuliamini, tulikipokea na kupitia ibada hii ya damu ya Yesu, kila mtu ajiangalie. Tunataka wokovu mpya. Bwana wetu atukuzwe sana. Because we are making a new covenant. Tunafanya maagano mapya kama vile Yesu alivyofanya na wanafunzi wake hata kabla hajaenda, na akawaambia hii ni damu yangu ya agano. Na kwa hivyo utakapokuwa, wakati mwingi unapokuwa ukiweka hiyo mkate kwa meno yako, unapotafuna, hii inamaanisha ya kwamba hivyo ndivyo mwili wa Yesu utakavyofinywa. Bwana wetu atukuzwe sana. Utakapochukuliwa, sio kwa sababu ana makosa, ili wewe na mimi tupokee wokovu. Bwana atukuzwe. Na hivi natuambia namna gani? Hatuna haki sisi ya kuchukuliwa kwa sababu already kuna mtu amechukuliwa kwa sababu yetu. Bwana atukuzwe. Na hapo ndipo tunasimama kulingana na agano. Niseme ya kwamba kuna mtu mgonjwa, kwa mapimo ya Kristo tunaweza kupokea uponyaji, na ni kwa imani. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa hivyo tunapoendelea, mambo hayo enda ukiyapanga vizuri, kwa sababu Kristo aliteswa, Kristo aliumizwa, Kristo alifanya mambo hayo yote ili kwamba sisi tuweze kupokea wokovu. Bwana wetu atukuzwe sana. Tutakuja kuangalia pia hawa watu hawakujua hata wakati wanaweka taji ya miiba. Unajua pia walikuwa wanaondoa kazi ya mchanga. Bwana wetu atukuzwe. Na kwa hivyo mtu kuokoka tu, kuamini na hii damu. Kwa sababu unajua katika kitabu cha Genesis, na tutakuja kuangalia tuone hii meza, hii baada ya meza ya Bwana imebeba kila kona na kila mahali. Katika kitabu cha Genesis ukiangalia, si unakumbuka hata miti inalaaniwa. Mchanga ukalaniwa kwamba utakuwa ukizaa miiba. Bwana atukuzwe. Walipokubalia taji ya miiba, wakati tu damu ya Kristo ilichibuliwa na hiyo miiba, ni kusema hiyo kazi Mungu akaiondoa kwa michanga yetu. Bwana atukuzwe sana. Na ndipo sisi tukiokoka, unakutata tukinunua mashamba, tunaenda hapo tuna declare kwamba hiyo laana imeondoka kwa sababu tumeingia na sisi tuko na ukombozi hata wa mchanga. Bwana wetu atukuzwe sana. Hata shamba lenye hali zaidi hizi watalisa hapo, nataka uende uombee hiyo shamba yako wewe, kwa sababu unatoa nguvu na uwezo na mamlaka. Bwana wetu atukuzwe sana. Tuseme ya kwamba hata mashamba yetu yatakombolewa. Hatutafanya tena kazi za hasara, ili hali Kristo mwenye wokovu ametangaza ukombozi wa kila jambo katika maisha yetu. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Mwili wake ulipochukuliwa ulikuwa unamaanisha ya kwamba kuna kazi yetu sisi inafanyika. Jambo lingine tumeona ya kwamba, ama tutaona ya kwamba meza ya Bwana waliambiwa wanapoitumia iwe ni kama ukumbusho. Ukumbusho gani? Ya kwamba kuna wakati ukisoma Mathayo 26:29 utakuta ya kwamba Yesu anawaambia, ninaposhiriki na ninyi meza hii, hivi karibuni nitateswa, nitaumizwa na itakufa kwa sababu yenu. Kwa hiyo msiwe na shida mkiona nikufa kwa sababu yenu. Lakini pia ilikuwa wanapoifanya hivyo iwe ni makumbusho ya maneno ya Yesu wakati wa usiku huo. Bwana wetu atukuzwe sana. Na akawaambia, nitashiriki tena kikombe kama hiki tena tukiwa katika ufalme wa Baba yetu. Inatukumbusha ya kwamba kuna mahali tumegojewa. Bwana wetu atukuzwe sana. Tutakapokuwa
tukiongea habari ya ibada hii, my brother, my sister, elewa ya kwamba kuna mahali umeongojea. Leo hii nasikia mtu akisema baba yangu alituita, na nimesikia baba yangu ameitana. Kwanza mzee akiitana akiwa mzee sana, hakuna mtu hata kama hapo uwezi anakuja asikie maneno ya mwili. Na watu mwenye alisikia maneno ya mwisho ya mtu kukata roho anatafutwa sana. Hata afadhali alipwe pia akuje aseme ni nini hicho kiliambiwa. Tutakapokuwa tukishiriki meza ya Bwana na tutakapokuwa tukiongea habari hii, itakuwa tukiangalia sana maneno ya Yesu ya kukamilisha na vile alivyosema. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kuna watu wanasemaga, hata mtu mbaya sana anasemaga, hata kama alikuwa mrefu, kama mama ameenda ama baba ameenda akisema ninawaambia jamii yangu msikunywe pombe, Bwana atukuzwe. Hiyo peke yake inamshika. Unakuta hata akifika kwa baba akikumbuka maneno ya mama anarudi. Bwana atukuzwe sana. Anakuja anakunywa maji kama vile baba yao alisema. Nayo hiyo inaondoa laana ambayo ingemshika. Bwana atukuzwe. Na kwa hivyo nataka tunapoongea hii tutakuwa tukiangalia maneno ya Yesu amesema nini kuhusu mtu huyu ambaye amemwamini, mtu huyu ambaye ameshiriki katika damu yake, huyu mtu ambaye amekubali kumfuata Yesu. Bwana wetu atukuzwe sana. Tutakuwa tukiangalia ni akina nani hao wanaweza itabiri ishuke. Bwana atukuzwe. Ni akina nani hao wanaweza enda mbele za Bwana na watangaze jambo fulani na lifanyike katika maisha yao, kwa sababu sio kila mtu. Na akawaambia hii itakuwa kama ni remembrance, itakuwa ni ukumbusho ya kwamba kuna damu ambayo ilimwagika na pia ama itamwagika, na pia wanakumbushwa ya kwamba kuna mahali tena tumegojewa tukule na tunywe pamoja na Kristo. Bwana wetu atukuzwe sana. Na ukisoma kitabu cha Ufunuo inasema kwamba nafikiria ni 19 ya kwamba Yesu atajifunga leso yake hotora dika ndio hotora. Lakini kwa sababu anasema atajifunga ili atusara, inamaanisha kwamba atajivalia mavazi ya kusara watu. Bwana atukuzwe sana. So we are waiting for that day. Wale watakao wakingojea siku hiyo ni akina nani? Jambo la kwanza ni mtu ambaye aliokoka. Jambo la pili ni mtu ambaye kila wakati hupokea mafundisho ya Ukristo na huyaweka ndani ya moyo wake na hujibidisha sana ili atimize hiyo. Na mwende hujibidisha, kuna mambo fulani ambayo ameambiwa ya kwamba lazima huyu mtu atabatizwa. Jambo lingine, lazima pia Yesu mwenyewe akasema lazima watu hao wapokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana wetu atukuzwe sana. Na huyo Roho Mtakatifu akija, maandiko inasema ya kwamba atakuwa kazi yake kubwa ni kutufundisha na kutukumbusha yale maneno Yesu aliyosema, kwa sababu mwili wetu huu una ulevi mwingi. Tunahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu ili mahali ambapo tumeishiwa na nguvu, Roho Mtakatifu anasimama anatusaidia na kutukumbusha. Tumegojewa, na watu ambao wamegojewa kuna tabia, kuna mienendo wanatakiwa kuwa nayo. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Na wale watakaozingatia hiyo, ndio wale watu wasema ya kwamba hata Kristo akikaa miaka 50 kabla hajakuja wanaguza kumkoja. Bwana tukuzwe sana. Wakikumbuka maneno ya Yesu na maneno ambayo Yesu aliwaambia. Jina la Bwana na litukuzwe. Jambo lingine ya kwamba hii ibada ya meza ya Bwana inatuweka msingi sana, tukikumbuka hayo maneno na vile Yesu alivyosema, na hayo mambo kuwekwa kwake msalabani na kusulubishwa. Wakati tunafanya ibada hii tunashukuru Mungu kwa sababu ya kujitoa na kujipeana kwa sababu yetu. Bwana wetu atukuzwe sana. Tukikumbuka sio bure, sisi sio bure tuliokolewa. Unakuwa na wakati wa kumwambia Mungu, kumbe
mimi ndio nilikuwa nife kifo hicho, lakini kwa sababu yako Kristo wewe ukafa kifo changu, na kwa sababu ya hiyo unapata nafasi ya kushukuru Bwana, because it is through kifo cha Yesu ya kwamba sisi zote tumekuwa invited katika wokovu. Otherwise, kama Yesu hangekufa, kama damu yake haingemwagika, we could not be invited to salvation. Bwana wetu atukuzwe sana. Sisi zote hapa tumealikwa kuja katika wokovu, na kila wakati tunasamehewa dhambi zetu, kwa sababu kuna mtu ambaye alibeba dhambi zetu ili tutembee katika njia za haki. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa hivyo ibada hii tutakapokuwa tukifanya hivyo, tunakumbuka ya kwamba kuna mtu ambaye alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Bwana wetu atukuzwe sana. Tutapokea ibada hii na mioyo ya kutubu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila wakati, wapendwa, wakati wa Old Testament tunajua ilikuwa inatangazwa mara moja, the Atonement Day, siku ya ukombozi ilikuwa moja ambaye kuhani alikuwa anatangaza. Bwana wetu atukuzwe sana. Na hiyo dhambi, jamani, hata wakitoka na wakuja wafanya dhambi, hakuna siku nyingine tena mpaka wagonjwa mwaka mzima. Kwa hivyo umeenda gharama, umetoa kondoo na mbuzi, na ni kweli siku hiyo umesamehewa dhambi zako. Lakini sasa ukifanya dhambi tena, hizi dhambi zinakuwa piled up, zinawekwa pamoja, hadi tena wakati wa Atonement Day, ambapo tena utaitishwa mbuzi ama kondoo kwa gharama yako mwenyewe ili tena usamehewe. Bwana tukuzwe sana. Kwa nini meza hii? Kwa nini hii ibada ni ya maana? Ni kwa sababu every day unaweza samehewa dhambi zako. Bwana tukuzwe sana. Kwa sababu damu ya Yesu inasema ilitolewa mara moja na mara moja ikatosha, na kila wakati hata leo inatiririka. Bwana tukuzwe. Kuna wapendo hawa wa Jesus is Lord radio wanapenda kuimba huo wimbo, na wakati mwingine, wakati unafikiria, wakati wanawimba wanasema damu yatiririka, hata sasa inatiririka. Bwana tukuzwe sana. Meaning every day is a new repentance. Bwana tukuzwe sana. Kila wakati ni wakati wa kusamehewa dhambi. Na kwa hivyo ni kusema nini? Kama mtu ako na dhambi leo, ako na dhambi sio kwa sababu hakuna kuhani, hapana. Ako na dhambi kwa sababu amekubaliana kukaa kwa dhambi. Bwana tukuzwe sana. Ibada ya meza ya Bwana, ibada ya Holy Communion inatuambia ya kwamba tunapokea injili hii mioyo ambayo imejawa na utubu. Bwana tukuzwe. Tukiwa sisi wanadamu, lakini we have a help. Kuna mahali tunaweza kimbilia. Bwana wetu atukuzwe sana. Na hii inaniambia kwamba we don't hatu support dhambi, lakini inatuambia ya kwamba kila wakati ni siku yako ya kusamehewa dhambi. Bwana atukuzwe. Sasa kama kuna mtu aliingia na milango hii akiwa na dhambi, nataka kutangaza kulingana na neno la Bwana, unaweza kwa hiari yako utokee milango hii ukiwa umesamehewa dhambi zako. Bwana atukuzwe sana. Kuna matumaini. Kuna mtu saa hii pengine umechokozana sana na mtu, na kwa sababu ya kuumia mioyo, maybe ukamwambia maneno magumu, utaenda kwa msalaba na umwambie Yesu, ninakukumbuka. Hata kama saa hii tunaongea, Roho Mtakatifu aweza kuwa akikwambia kama hiyo ulifanya jana. Bwana atukuzwe. Kama hiyo ulifanya, hivyo ulivyo wako uliongea, hicho kitu cha wenyewe uko nacho. Bwana wetu atukuzwe. Inaweza Mungu anakuambia na kuambia na anakukumbusha sana hata mambo ya zamani. Bwana atukuzwe. Kwa sababu Kristo, wakati tunaenda katika meza ya Bwana, ni wakati wa kujiangalia. We reflect our lives. Bwana atukuzwe sana. Tukiangalia kazi ya Yesu, kazi ya msalaba. Kwa nini alikufa ili nisamehewe? Bwana wetu atukuzwe. Alikufa kwa sababu tuondolewa na dhambi. Na Roho Mtakatifu anakuambia hata hii ni dhambi. Bwana atukuzwe sana. Saa hii ukitoka kwa milango, utapata nafasi ya kwenda mbele za Bwana na umwambie, nimekubali hii ni dhambi. Jina la Bwana wetu litukuzwe. Na katika siku hizi 3 au 4 tutakuwa nazo,
Kuna watu wa Mtakatifu atawaambia hapa, enda kumwambia huyu mtu pole. Sio rahisi. Lakini kama Yesu alichukuliwa mwili wake, ni nini hicho kigumu sana? Wewe mfuasi wa Yesu hauwezi fanya. Bwana wetu atukuzwe. Ni gani hiyo? Ni nini hiyo ngumu sana? Huwezi kwenda kumwambia mama Nyambura, ninaona Nyambura. Nini tu kutoleta tukurani. Yesu anaona. No mwili ndoka tulekane. Ndugu wangu kama wewe ndo amora. Amora. Bwana atukuzwe sana. Injili hii wakati mwingine kila wakati inatugonga, ikituweka laini, inatuchonga, ikituweka laini, lakini kwa wanaokubali hii injili ni msaada. Atakuwa nayo. Ibada hii tukiipokea, tutaipokea with a very repentant heart. Bwana wetu atukuzwe sana. Halafu tutapokea ibada hii kila mara tukijua ya kwamba tunaposhiriki meza na kula mkate, tunasema ya kwamba sisi tunatangaza ushirika mpya na Kristo. Bwana atukuzwe sana. Ya kale yamepita, every day. Na ndio unakutana meza ya Bwana mtu akishiriki vizuri na kanisa likishiriki vizuri kwa kuelewa na kujua, hiyo kanisa linakaa pamoja miaka mingi. Bwana atukuzwe sana. Wakati imepokelewa with its seriousness, hiyo kanisa unakuta utakatifu na kuwa mwingi because they know what they are doing. Bwana atukuzwe sana. Mtu hujitakaza, na ndio unaona hata sasa hivi watu wanaambiwa, si ungetuambia mwaka mmoja mbele, si ungetuambia Jumapili ijayo tujitangaza hapa katikati. Bwana atukuzwe sana. Lakini mimi nami natangaza kila siku, kama unakula meza ya Bwana jioni. Bwana atukuzwe. Hivyo tabia ya mienendo kama mtu ambaye anashiriki meza ya Bwana, ili kila wakati unajihoji, unajiangalia, unakuwa tayari to be united with Christ. Bwana atukuzwe sana. Every time that we share kikombe na tunakunywa na tunakula mkate, tunakumbuka ya kwamba kuna wakati sasa, sio pastor Kawe atanisahau na hii, sio wazee wa kanisa watanisahau na hii. Kuna wakati Kristo mwenyewe tutakunywa kikombe na yeye. Bwana atukuzwe sana. Na hiyo ndio inakupatia nini? Inakupatia nguvu ya kuvumilia shida na matatizo as you wait. Bwana wetu atukuzwe sana. Sijui kama ushawahi kuambiwa kitu na mtu, kitu cha maana sana. Mtu anakuambia nataka, kuna wale watu wanaenda Dubai sana. Kama saa hii kuna kazi Qatar na wapi, unakuta mtu anaenda gharama kubwa sana. Akingojea siku hiyo, anaenda kwa mafundisho, anaenda akiambiwa kuja na kalamu na karatasi, anakuja nayo. Bwana atukuzwe sana. Akiambiwa kwa darasa yangu ni saa 2, anakuja. Akiambiwa sitaki uchelewe, hawezi kuchelewa. Hiyo mambo yote huwa anafanya akitarajia ya kwamba hayo masharti yatamuelekeza kwenda Qatar ama Dubai ili aweze kuboresha maisha yake. Bwana wetu atukuzwe sana. Nasi tunapoongea habari ya meza ya Bwana na vile Kristo anavyotaka, haja kubwa sana sio ili tuweze kupata mali ya dunia hii. Bwana atukuzwe sana. Sio ili tuweze kupata mashamba, hapana. Tunaposhiriki meza ya Bwana ni kitu ambacho kinatupatia nguvu ya kwamba the current situation that I'm in, one day Mungu anakuja kuniondoa. Bwana atukuzwe. Shida hii yote niko naye, ili kuchekelewa na chekelewa na watu. Kuna wakati mimi tutakaa meza moja na Mungu, tule na tunywe kama ilivyotendeka. Bwana wetu atukuzwe sana. Na shida na matatizo zitakuwa zimefika mwisho. Bwana wetu atukuzwe. Na kwa hivyo unaposhiriki mbele ya Bwana, inakuambia ya kwamba mimi Mungu nataka tuwe na ushirika thabiti na wewe. Nataka vita zangu nikuachie upiganayo. Bwana atukuzwe sana. Kwa hivyo hata ukiwa mgonjwa utakuwa ukijua ya kwamba ninaposhiriki meza hii, mimi najua ya kwamba hiyo damu ya Yesu ni uponyaji kamili. Bwana wetu atukuzwe. Amen. Maandiko inasema hivi katika kitabu cha Leviticus ndio Walawi. Kitu 17 nafikiria verse 10 inasema uhai wa mnyama yoyote unakuwa kwa damu. Kwa damu. And that is what I say. Mimi kama kuna biashara yako imekufa, kama kuna ndoa yako imekufa, kama kuna kitu yako kimekufa, hata relationship, Bwana wetu atukuzwe sana. Tunaposhiriki vote tunapokuwa tukija,
Tutakapokuwa tukishiriki, mwambie Yesu, sasa ninameza uhai wa ndoa yangu kupitia damu hii. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa imani mambo makubwa na ya ajabu yatafanyika. Tumishi wa Mungu Bwana Paulo siku moja sijui aliambiwa watu wa Galatia, akawaambia, wapendwa, tulipokuja kwenu hatukuwaletea injili hii kwa maneno matamu tu, lakini tuliwaletea injili hii mkiikubali. Injili hii ina nguvu zake za kufanya mambo. Bwana wetu atukuzwe. Nami nakuja kuwaambia, mtakapokubali injili hii ya kushiriki Lord's Table kwa njia ambayo inafaa, singependa kuwaletea maneno matamu pia. Ningetaka kuwaambia kuna gharama zake ili tushiriki vizuri, lakini tutakaposhiriki vizuri ina nguvu zake ambazo zitaleta ukombozi kwetu sisi, kwa jamii zetu na kwa mwili wa Kristo. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Lakini tuna jukumu, wapendwa, ya kuangalia na kujihoji na kujiuliza. Na kwa hivyo meza ya Bwana ni kitu ambacho Mungu mwenyewe ndiyo mwanzilishi. Tutakuja kuona hiyo Mungu akitupa nafasi siku nyingine, ya kwamba Kristo mwenyewe ndiyo mwanzilishi. Kwa sababu in the book of Luke 22:15 anasema, natamani sana kushiriki na nyinyi meza hii kabla sijaingia kwa mateso yangu. Bwana wetu atukuzwe sana. So who is the originator? Jesus Christ is the originator of Lord's Table. Bwana wetu atukuzwe sana. Na sisi kama wafuasi wa Kristo, kama watu ambao wanapenda Kristo, itabidi zile hatua ambazo alipitia Kristo hata nasi tuzipitie, ili tuwe na tabia na mienendo kama yake. Kwa sababu shauku kubwa ya sisi zote tuko hapa, nikianzia na mimi, maombi yangu mengi, natamani kufanana na wewe. Bwana tukuzwe sana. Na hata tunaipaga wimbo nasema, natamani kwa kufanana na wewe katika maisha yangu, nifanane na wewe. Bwana tukuzwe sana. Na kwa hivyo tunaposhiriki meza ya Bwana, ni njia moja, ni ishara moja ya nje ya kusema hata wewe unatamani ufanane na yeye, ukifanya kama zile tabia ambazo alifanya. Bwana wetu na atukuzwe sana. Na kwa hivyo ikawa ni kama amri, ni kama kanuni ya kanisa. Tunaposema ordinances of the church, tunaposema Mkristo ambaye anatajwa wa kutajika, ni Mkristo ambaye ameokoka, Mkristo ambaye amebatizwa, na Mkristo ambaye ushiriki meza ya Bwana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Na hata ukiangalia kwa mainstream churches, na mimi wakati mwingine napenda vile wanafanya mambo yao, kwa sababu kuna vitu ambavyo hawachukulii na mzaha. Hata kama mtu wao amefika inakoma, unakuta kitu ambacho mtu anaitishana, anasema pasta akuje ampatie nini, kwa sababu anajua nguvu zake na vile inaweza fanya. Wala wetu atukuzwe sana. Katika mazishi yoyote yale, unakuta mtu akisema, ikifika mahali panaandika kwa kanisa, unaambiwa mtu aliokoka lini, si ndio? Mtu alibatizwa lini, si ndio? Na kama anashiriki meza ya Bwana, Bwana atukuzwe sana. Hiyo ni kusema it's one of the virtue ya muhimu sana katika maisha ya muumini. Na mimi nakuambia una haki na unatakiwa kushiriki meza ya Bwana, lakini pia mimi singependa tuishiriki kama tabia. Ningependa tuishiriki kwa kuelewa, ili kwamba wakati wowote ule utakapokuwa ukishiriki, pia kuna matarajio utakuwa ukitarajia after receiving Lord's Supper. Bwana wetu atukuzwe sana. Kwa sababu kuna kitu ilifanya kwa wale watu ambao walipokea na njia nzuri. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Na kwa hivyo tunaweza kusikizana leo, ikiwa ni msingi wetu ya kwamba meza ya Bwana ni kitu cha maana sana ambacho kila muumini anatakiwa kuwa nacho, na wakati imeshirikishwa vizuri, watu wa Mungu hupokea baraka. Bwana atukuzwe sana. Watu wa Mungu hupona magonjwa ya mioyo.
Watu wa Mungu huponywa magonjwa ya miili, na watu wa Mungu husamehewa dhambi zao. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa hii meza ya Bwana tutakapokuwa tukiandaa na tutakapokuwa tukiongea, mimi nataka kila wakati tunapopokea mafundisho haya, ndugu yangu, dada yangu, kuanzia mimi nijiulize, ni wapi niko na hitilafu? Kuna damu ya Yesu sasa, na hiyo hitilafu inaweza ondoka. Bwana atukuzwe sana. Hiyo damu ya Yesu inashinda ulimwengu na kazi zote. Na mimi nataka hilo jambo kubwa, ninarudia tena, kuna mtu miongoni mwetu ameshindwa kutembea na wokovu, na kila wakati kama Paulo anasema, huwa ninajaribu lakini najikuta mwekeo wa higuru ati mundu agenda gutura kwa Ngai no kuhatekeke. Bwana atukuzwe sana. Yaani kwa kitabu mtakatifu inawezekana kupitia meza hii na ibada hii na meza ya Bwana. Na Yesu akawaambia, napenda sana kushiriki na nyinyi. Na katika ushirikiano huo kuna maneno Yesu aliwaambia. Na hayo maneno tutakuja tukiangalia moja kwa moja. Na ili tuone, je, hayo maneno kama yalitajwa kwa wanafunzi, wewe fanyika mwanafunzi? Bwana atukuzwe sana. Na tuseme ndio, kwa sababu maandiko inasema, enendeni kote duniani mkawafanya watu wote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana atukuzwe sana. Kwa hiyo wewe na mimi tumefanyika wanafunzi. Bwana wetu atukuzwe. Na kwa hivyo privileges zote, zile haki zote ambazo tunatakiwa Mkristo yeyote yule, privileges ambazo wanafunzi walizipokea, akina ndugu zetu Paulo wakazipokea, zile vitu walipiganiwa, hata na wewe una haki ya kupiganiwa. Bwana wetu atukuzwe sana. Na hii inatusaa kutoka wana wa Israeli kule, vile Mungu alipigania hao watu kwa sababu ya kutii na kukubali, na kuambia hata leo wewe unaweza piganiwa. Bwana atukuzwe sana. Usiku wa ukombozi tuliangalia hapa na tukaona ya kwamba kuna wakati Mungu alipigania wana wa Israeli kutumia giza. Giza ikawa ni giza kama inaruzika. Bwana atukuzwe sana. Wewe pia Mungu ana mbinu nyingi sana za kukupigania, lakini mradi ukae kulingana na vile Kristo anavyosema tukae. Bwana wetu atukuzwe sana. Deliverance ya ajabu sio ile ya kuenda kugaragara, hapana. Deliverance ya kweli ni ile tuliambiwa, you will know the truth and the truth shall set you free. Bwana wetu atukuzwe sana. Na tukipokea hii injili vizuri, kuna watu watakombolewa jameni, hata wakiwa vyumba vyao vya kulala. Bwana atukuzwe sana. Yaani nasikia Mungu akikunenea ukitembea katika njia zake, katika maombi Bwana anakukumbusha mambo mazito na makubwa. Bwana anakudhihirishia kwa ndoto ni nini hicho kinakusumbua. Bwana wetu atukuzwe. You don't need somebody from outside. Christ mwenyewe yuko na sisi, na kwa sababu wakati tunashiriki meza hii na kupokea mafundisho ya kikanda yetu, Kristo anafanya kazi na sisi, na kwa njia ya maombi na kunyenyekea tunapokea ukombozi. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Wewe una nguvu za kujiondoa kwa laana ambazo pengine ukoo wenu haujawahi kujiondoa. Kile ambacho unahitaji kufanya ni kuelewa kazi ya msalaba ilikuwa tukombolewe, tuweze kuwekwa huru. Bwana wetu atukuzwe sana. Leo hii kanisa tuwasema tuko huru, lakini bado mizigo ni mingi tumebeba, na mingine tumebebeshwa, lakini Yesu atatusaidia. Na kwa hivyo naomba katika jina la Yesu, Bwana atusaidie, kwa sababu ni Yesu mwenyewe alianzisha hii. Tutafanya, lakini tutajaribu sana kuifanya kulingana na vile Kristo alivyosema ifanye. Na njia moja tu ya kipekee ni kutii masharti ambayo Kristo alisema na akaelezea. Na Jumapili ijayo Mungu akitupatia nafasi na akitupa neema, tutakuja tuiangalie meza ya Bwana kulingana na perspective ya Old Testament na vile ilivyofanya na Kristo mwenyewe wakati alikuja. Tunaona maandiko mengi sana akipenda kuyalinganisha ili watu
ambao alikuwa anawaambia waweze kuelewa ni nini hicho ambacho wanaelezea. Bwana wetu atukuzwe sana. Na kwa sababu ya hiyo Yesu, hata na yeye akiwa Yesu na akiwa Mungu, hakupenda kuelekeza watu from unknown to known. Aliwaelezea kutoka kile ambacho walijua na walielewa na macho na wakakiona, akiwaelekeza mambo ya imani na vile pia katika imani, ibada hiyo ya meza ya Bwana, ibada hiyo ya Holy Communion, akiita Passover, sometimes vile iliweza kufanya kazi wakati huo, na alikuwa anaelezea hata leo kunaweza kuwa na wakati kama huo, shida ile katika dunia, lakini kwa wale ambao ni waamini wa neno la Mungu, Mungu anawaficha, anawapigania, anasimama pamoja na wao. Jina la Bwana wetu litukuzwe sana. Wapendwa, ningependa tusimame na miguu yetu. Ningependa ujihoji na ujiangalie. Leo hatushiriki meza ya Bwana, lakini ni vizuri kujihoji na kujiuliza, leo hii Kristo akija, kama vile alisema, jambo la kwanza la maana sana ni ya kwamba tutakutana tena mbinguni. Wewe umehesabika kwa matendo yako? Umehesabika? Na mimi nakupatia nafasi ya kujihesabia ndani. Unaweza kujirudisha kupitia imani ya msalaba. Bwana wetu atukuzwe. Hebu jiulize, hebu jihoji, hebu jiangalie. Angalia kutoka wakati uliokoka. Sikiza sauti ya ndani ya Roho Mtakatifu inakuambia nini, because we have been called, tumeitwa na kuna mahali tumegojewa. Je, my brother, kama kuna mahali tumegojewa, wewe kwa tabia zako unakaa kama mtu mwenye amegojwa? Mimi nataka uende tu mbele za Bwana na nikupatie dakika moja tu, ukiwa peke yako, ujihoji na umwambie Bwana, mimi nataka Mungu uniangalie. Na mahali ambapo Roho Mtakatifu anakuambia uache, mimi nataka uache, because tumegojewa mahali. Wapendwa, tumegojewa. Na Yesu ametuma na ujumbe, jitakazeni, kwa sababu kusudi la Kristo ni kwa sababu ya wale wote ambao ni wasafiri, kila wakati wawe tayari. Leo hii tunatangaza damu ya Yesu ambayo ina nguvu, ina uwezo. Tunatangaza kwa damu ya Yesu hiyo inaondoa laana za kila aina. Wewe ambaye umelaliwa na magonjwa, kuna damu ya Yesu. Nataka tuende mbele za Bwana na umwambie Bwana, nimejileta kwako. Surrender to him na umwambie, wewe Mungu, angalia mioyo, angalia moyo wangu, katika jina la Yesu. Tunakushukuru Jehova na tunasema ni asante. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba yetu, na ulisema ya kwamba sharti la kwanza ulitoa damu yako, na kwa damu hii siku ya leo Jehova tumefanyika tukawa na maagano na wewe, ya kwamba Mungu na Baba tutakufuata, tutakutumikia, tutawacha njia za uovu. Tazama Bwana, wakati mwingine tumeshindwa, tumeongea vibaya na dini zetu. Baba, mawazo yetu yamewaza vibaya, na wakati huu Bwana tunapoongea kusudi kubwa la meza ya Bwana, kusudi kubwa la Holy Communion, kusudi kubwa Bwana ni ya kwamba kuna wakati tutashiriki pamoja na wewe, na tukiwa duniani